Akikabidhi fedha hizo kwa niaba ya mkuu wa wilaya Wete Abdalla Rashid Ali, mkurugenzi wa baraza la mji Wete Shiwena Hamad Ali huko kisiwani kwa binti Abedi, amewataka wanavikundi hao ambao wamepatiwa fedha hizo kuzitumia kwa maendeleo endelevu, huku akiwasisitiza kuzifuata kanuni ambazo wamezianzisha ili kuepuka kero ambazo zinaweza kujitokeza pamoja na kuendelea kufaidika. Kwa hiyo milioni hii sio ndogo, lakini ni fedha ambayo itaendelea na kuikazaa. Jamani, ni sawa na ule uamuzi ukafunge mwisho wake wote na waenda anaanza kuzaa. Kwa hiyo matunda yanaonekana. Hii fedha si ya mabebe, hii fedha si ya kulea, hii fedha si ya kuonyesha, hii fedha iendeleze biashara ndogo ili iweze kukua na yale malengo ambayo tumejiwekea sisi binafsi. Lakini kama tumejiwekea, jumuiya imejiwekea iweze kufikia lengo. Nasisitiza sheria zenu mlizojiwekea mzifuate kikamilifu. Mkifanya hivyo, mtawapa moyo wadau wetu wa maendeleo na kutafuta namna ya kuanzisha vikundi vingine vikubwa katika sheria nyingine za wilaya ya Wete. Jamani, tumetunga sheria hizi ndogo ndogo ambazo tunatakiwa tuzifuate kuhifadhi mazingira na mambo mengine. Kama tutafanya hivyo na mambo yataenda vizuri, tutawapa moyo hawa wadau wetu wa maendeleo ambao wao wanastruggle, hawajali, wanaweza kichwa, wanatumia na kwao kutafutia sisi fursa. Akitoa maelezo, mjumbe kutoka mradi wa IIAD unaofanya kazi chini ya taasisi ya MCC Mwambao, Shadia Juma Hamisi, amesema miongoni mwa shughuli wanazofanya ni kufanya utafiti kwa jamii ambazo zitafikiwa na mkuba. Kwa hivyo utafiti wetu huu sasa una lengo la kuangalia hali za maisha za jamii ambazo tayari zimepatiwa mkuba na jamii ambazo hazijapatiwa mkuba na hazitopatiwa mkuba hata mradi wetu utakapomaliza. Mradi wetu huu tumeanza kutekeleza kwa awamu ya kwanza mnamo mwaka 2026, mwaka 2025 samahani, na tunatarajia kumaliza mwaka 2027. Mradi wetu huu tunautekeleza katika sheria 27 ambazo ni sheria zilizopo visiwani Pemba na sheria zilizopo Tanga, Tanzania bara. Akisoma risala ya wanachama wa mkuba na kamati za uvuvi, wanachama wa mkuba Isa Omar Mohamed wamewashukuru wadau wa maendeleo ya utunzaji wa mazingira ya bahari ya mkuba kwa kuwaunga mkono. Wamesema licha ya kuwepo mafanikio, ila zipo baadhi ya kero ambazo zinawakabili. Kwa dhati kabisa tunawashukuru viongozi wa MCCC, tunaomba ipate ambayo itasaidia katika kufanya doria, wani kuna ukamilifu ambao utetwa na baadhi ya wavuvi wa maeneo jirani. Nikiripoti kutoka kisiwani Pemba, ni mimi Maulid Hamisi.